Wao wengi ni wachezaji wa uwanja mkubwa. Kwa uwanja una mahesabu mengi kidogo kuanzia kwenye kukaba mpaka pasi zenu. Ndio maana umeona hawana hata pasi tano. Pasi zote walikuwa wakipiga ni mipira mirefu imefika kwa outer. Kwa sasa kwa uwanja huu ni yani mtacheza hivyo mpaka mnamaliza. Hamna chochote walichopata. Hata magoli yao umeona ni limetokea ni goli. Sio goli la kutafuta. Nyie mkicheza mnawatoa kwa sababu wanakuja kuutamani mpira. Na wakisha utamani mpira tu ni rahisi nyie kuwafunga. Lakini game yenu imekuwa nzuri sana. Hajaingiza timu kwa sababu ya wachezaji wetu wengi yani timu nyingi zilikuwa zinawataka wachezaji wetu. Kwa hiyo zikazi zimewasajili wachezaji wetu kabla hajaingiza timu. Kwa mantiki tutegemee baadhi ya wachezaji chakatukopo kwenye timu hizi. Zingine yes, watakuwepo kwenye timu zingine. Tumeona it is fair kwa sababu ni bado tunacheza mpira. Lengo ni kucheza mpira ambao unatujumuisha wote. Tukikutana kwa pamoja kama hivi we enjoy. Kwa kama hatujaingiza timu kama timu ya Chakatu lakini wachezaji wetu watakuwepo kwenye timu zingine. For us ni jambo zuri. Kwa baadhi ya wachezaji ambao unawajua Chakatu, kuna wewe Koi, kuna Ndaro, kuna Kipotoshi huwa naona anacheza, kuna Clay wanacheza ambao top kabisa. Naona Saidi pia huwa anacheza Saidi. Nani umepeleka usajili? Nani ambao usajili kachezeni huko? Wote wametakwa na timu zingine. Wote. Na sisi tungeingiza timu kiukweli kabisa tungeingiza timu. Hii ligi ilikuwa inaisha leo. Unajua ligi inaweza kaishaga siku inaanza siku inayoanza tu akasema huyu ndo anapewa huyu. Yaani huyu apewe kabisa kombe lake. Kwa sisi tumeona ila ni fair. Inatupa hata mwangaza wa mwakani. Tunaingiza timu kwa njia ipi, tunaingiza timu ya aina gani? Kuna mambo mengine sio ya kukimbilia. Kuna timu hapa zimejipanga. Kwa timu hapa zimejipanga. Ulivyoona tu leo Crown kula 5, Alikiba ndani, team captain, dharau hizi. Mashindano nyinyi ndo mlianzisha. Alikiba underestimate match. Alichukulia poa. Amekuja kama unavyoona, amefanya sub karibia timu nzima. Kwa kweli. Kwa sababu alikuja akaona timu tunacheza nao tunawaweza. Baadaye akaona mchezo mbona kama mgumu. Akaanza kufanya sub mapema sana kipindi cha kwanza. Kipindi anafanya sub zake kipindi cha kwanza ndo anakuja kurealize magoli yanazidi kuongezeka. Anakuja kushtuka 5 zimeshafika, mpira unakaribia kuisha. Mimi naamini kwenye mechi hizi hapa, especially michezo kama hii hapa, yenye hype kubwa kama hii, njoo kamili. Yaani usizuge. Wewe kama una vyombo vyako viweke vyote. Acha mtu wa kwanza akutane na 10. Mlambe hata 10. Wengine waseme yule mambo ukikutana naye umejipanga. Kuliko ukaja ukasema tunaenda kucheki mchezo kwanza, hamna kucheki. Wacha wao waucheki mchezo wako wakiwa unawapiga 6 7. East Africa si alikula 9. Kwa unavyoona hizi timu za wasanii, ukija kwa Konde Village hawa, ukija kwa Kings Music hawa na hawa Lamata, yupo naona hawa kidogo wanaweza wakatoboa mpaka finali. Na subiri kuangalia mechi ya Konde Village. Lamata nimeiona, timu yao inahitaji kuadjust vitu vichache sana japokuwa na timu nzuri. Shida ni kucheza kama chemistry. Unajua sisi wote kazi zetu ni nyingine. Mpira tunakutana mara moja. Kwa kucheza kama timu bado sio kitu ambacho ni kipo sana. Kwa wakifanikiwa kucheza kama timu Lamata wana timu nzuri. Nasubiria kuona Konde Village, lakini Kiba timu yake sijui ni nzuri au ni mbaya. Individually wachezaji ni wazuri, lakini wanahitaji kujua kwamba ni mashindano, wanatakiwa wawe serious, wacheze kama team, waweze kutafuta ushindi. Timu nyingine wananiambia ni ipi? Konde Village, Lamata, Kings Music. Nasikia na nani na Bad Nation. Kabla hata hatujacheza, Bad Nation atawasumbua hapa. Niamini mimi. Mimi sinawajua wachezaji wa Banio. Yaani sijajua anacheza na nani mechi ya kwanza, lakini na uhakika kwa asilimia nyingi sana Bad Nation atawasumbua kwa sababu ya experience ya uwanja, lakini pia na wachezaji nao wazuri. Dabi yake kule na Wanaman Gang na Chino kule. Wanadabi. Sijajua sasa itakuwaje hiyo, lakini Bad Nation wana timu nzuri. Wakiweza kuutilize wachezaji walionao ni timu nzuri sana. Katika timu ambao naweza nikaiongelea kabla hata ya mchezo. Sababu nawajua wachezaji wake mmoja. Wanaweza na wanajua kabisa kucheza na wanajua kucheza kwa technique ya uwanja huu. Kwa sababu shida ya viwanja hivi vidogo
Sio kama viwanja vikubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima muwe mnajua mnachezaje ili muweze kuwin game yenu. Kwa Bad Nation tuangalie tujue, tutajua Bad Nation na kuna wanangu fulani hivi. Ila je, hizi mechi zitakuwa ngumu kwa mbeleni, tunaona kama masiara. Watu watakuja kutoa na lomu. Yaani nyewe mnaona eti kama hizi mechi wataloga. Wataloga vizuri. Ukute walivyokuwa wanaigiza Lamata Village yale mashuka, kumbe watu wako serious. Sasa hapo ndo tutabidi tuwaulize jamani, mbona haya mashuka mengi? Au yana kazi kweli? Au msije mkaifanya kama sanaa, kumbe ndo mnapita umo, yani watu wana vitu vyao vinaenda. Na nilikuwa nakuona sana upande wao kule, sijui ulikuwa unatoa maelekezo kwa sababu kiwanja umekizoea sana. Leo kweli kabisa nimekuwa timu Lamata kwa sababu Lamata rafiki, Lamata familia kabisa yani. Yani nje hata ya hizi mechi mipira hii, sisi ni familia long way. Tunafanya vitu vingi, tunashirikiana vitu vingi. Lamata afu ni mtu aekaeka, unajua Lamata anapenda shughuli. Kwa Lamata anatualika kwenye kazi shughuli nyingi kuliko sisi tunavyomwalika yeye. Kwa hata hii alituambia jamani, timu yetu inacheza, mimi najua mjaingiza timu, najua nyie ni timu Lamata. Kama kawaida tumekuja kushangilia timu Lamata na hata support tuliyoko naitoa ya kimchezo ni kwa sababu kimsingi si timu Lamata. Kwa kumalizia, unafarajika kwa namna gani kuona mashindano kama haya yanaandaliwa kukutanisha makundi mbalimbali ya wasanii lakini na watu wa makampuni tofauti? Moja ni exposure kwa wasanii to other businesses, stakeholders ambao wanatakiwa kuingia kwenye sanaa na kuona power ya sanaa. Hizi mechi zinaandaliwa hapa, promo yake ni ndogo sana compared na promo ya mpira ilivyo. Lakini angalia tana pia watu, ile ni power ya sanaa, ile ni power ya hao wasanii na brand zao ambazo zinaingia kwenye hizi mechi. Kwa kimsingi, makampuni ambayo yanajiassociate na hizi kazi na hizi mechi na hizi ligi yaangalie power ya wasanii, namba moja. Namba mbili, umoja unaotokana na mpira. Mpira unajua una unite wengi, mpira uko very emotional na mpira unaweza ukawaleta karibu kirahisi sana. Kwa mimi naona ni moja ya sehemu ambayo wasanii wanavua utimu wao, wanavua ushabiki wao, wanakuja kushabikia kitu hiki. Mpira ni mpira unaweza ukaunite watu wa msanii fulani na msanii fulani ambao kimsingi huko nje kwenye sanaa walikuwa hawaelewani, lakini wakija kwenye mpira wote wanakuwa kitu kimoja. Kama unavyoona, ukiangalia sisi tunafanya hizi mechi sana na labda East Africa TV, sijui tunafanya na nani, tunakuja kufanya sasa hivi Jumatano tunacheza na Stamina na watu wa hip hop wanakuja, wana timu juzi wamempiga nani 5 7 wamempiga 7. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaingia tunashirikiana kwenye mpira, lakini pia tunashare sanaa zetu. Leo itakuwa ni rahisi sana kumcheki Stamina njoo perform kwenye Chekatu kwa sababu tayari ashakuwa mwana ambaye mnamuengage kwenye jambo lingine. Kwa hii inaweza ikatuconnect kwenye mambo mengine mengi, hasa kwenye sanaa, lakini pia kijamii ni jambo zuri sana nayo unite watu kwa pamoja. Na swali la nyongeza, Koi, umezungumzia hapo sanaa hiyo ya Chekatu, lakini pia ukiwa kama muasisi Game Changer, unajisikiaje pale unapojaribu kupush jambo likisaidia wengi lakini kuna watu wanajaribu kulivuta tena nyuma? Kuna theory kwenye science inasema ni kwenye physics, action and reaction are equal but opposite directions, ndio anayevuta na anayesukuma waweza kuwa anafanya kazi moja lakini direction ni tofauti tu. Kwa kila mtu angalie direction ambayo anaona ni njema na ina manufaa kwa jamii. Jalla kheri. Na ile vuguvugu ilisha kwa usalama kati ya wewe na Baba Levo? Hamna vuguvugu lolote. Tuko sawa. Tuko sawa kabisa. Sababu tuliona kati washindi wanatangazwa huku mwingine anashusha washindi wake yeye. Kwenye masuala hayo pia kila mtu anakuwa na tamanio la kuona nani anapata ushindi, kama ilivyo hapa leo. Si tumekuja timu mbili tofauti, hazijashinda zote. Kila mtu kaja na kutamani mwenzake ashinde. Leo Kings wameondoka wana majonzi kidogo kwa sababu wameshindwa. Ndivyo ilivyo kwenye sanaa zote na kila sehemu. Haina noma.